Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya neema nyingine ambayo ameweza kutupa siku nyingine ya leo. Na leo ninapenda tuende kushirikiana katika neno la Mungu, na kichwa cha somo letu la leo kinasema nguvu ya Mungu iliyopo kwenye maombi ya machozi. Nguvu ya Mungu iliyopo kwenye maombi ya machozi. Naomba twende tuangalie nini maana ya maombi. Maana ya maombi, maana yake mtu anapoamua kuomba mbele za Mungu ni ile hali ya kuonyesha uhitaji, kwamba unamhitaji Mungu ili Mungu aweze kuingilia kwenye jambo fulani. Mara nyingi tunaomba kama ishara ya kusalinda kwa Mungu, kwamba Mungu, bila wewe mimi siwezi jambo lolote. Nakuhitaji wewe ili Mungu uweze kunisaidia, uweze kunitetea, uweze kunivusha mahali nilipo. Naomba tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ya 126 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Zaburi 126 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita nitasoma. Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana, uwarejeze watu wetu waliofungwa kama vijito vya kusini. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunawaona wana wa Israeli ambao walikuwa wameshikiliwa mateka katika nchi ya Babeli. Na unapoangalia ile Zaburi 137 mstari wa kwanza unaweza ukaona anasema, kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi tukalia tulipokumbuka Sayuni. Wana wa Israeli walikuwa wakiketi katika eneo la kando ya mito ya Babeli. Neno la Mungu linasema walikuwa wanalia kila wanapokumbuka nyumbani. Kilia sana kwa sababu ya hali ya mateso waliokuwa wakipitia. Lakini muda waliendelea kulia, muda waliendelea kumuomba Mungu, muda waliendelea kumtafuta Mungu. Mungu wa mbinguni alisimama akawatetea, akawapigania. Na kuna majira yalifika, hawa watu wakatendewa muujiza. Na waliporudishwa nyumbani, Biblia inasema walikuwa kama waotao ndoto. Maana yake walitendewa jambo kubwa mno katika maisha yao, ambalo kwa akili zao za kibinadamu waliona haiwezekani, ambalo kwa mawazo yao waliona haiwezekani, lakini Mungu wa mbinguni akawatendea. Maana yake walikutana na muujiza. Maana yake walikutana na Mungu akawatetea, akawasaidia, akawapigania. Hawakutegemea ile kitu kutokea. Waliona mahali walipo ni pagumu mno, lakini walikuwa wakilia, walikuwa wakimuomba Mungu. Sasa mara nyingi huwa iko nguvu ya Mungu kubwa sana inayopatikana kwenye maombi ya machozi. Watu wanaomba maombi ya aina mbalimbali. Yako maombi ya aina nyingi. Lakini haya maombi ambayo mtu analia, ambayo mtu anaomba akilia, huwa yana nguvu kubwa sana. Huwa yana nguvu kubwa sana kwa sababu kuna majira unapitia kipindi cha maumivu. Kuna majira unapitia kipindi cha machozi. Kuna majira unapitia kipindi cha kukataliwa. Kuna majira unauguza sana. Kuna majira unaugua. Kuna majira unateswa. Lakini unapomuomba Mungu, unapomtegemea Mungu, Mungu akakutendea wema, akakupigania, kuna majira unahisi kama vile ilikuwa haiwezekani. Ndio maana wana wa Israeli wanasema walikuwa kama wanaota ndoto. Maana yake hawakutegemea ile neema waliokutana nayo. Sasa haikuwa rahisi sana, haikuwa rahisi. Sote tumepitia mahali pagumu sana, tumepitia katika changamoto nyingi, tumepitia kwenye dhoruba nyingi, tumepitia kwenye maji mengi, lakini Mungu alitutendea. Tulilia kwa Mungu, tuliomba. Yako majira mimi binafsi niliumia. Yako majira niliwahi kulia sana. Yako majira nilisikia kukata tamaa. Yako majira sikuiona kesho. Lakini Mungu kwa namna nilivyomtegemea, nilivyomuomba, alishuka mwenyewe akanitetea, akanisaidia. Sasa kwa sababu Mungu alinitendea, akanipigania, naomba nikushirikishe hili leo. Kuna kazi mbalimbali za machozi kwenye maombi. Machozi yale unayoyatoa yana kazi kubwa sana mbele za Mungu.
Anasema Yesu mwenyewe kwamba atayafuta machozi. Kila chozi unalolitoa Yesu amesema atalifuta, na kila chozi unalolitoa anasema analihesabu Mungu. Kwa hiyo anahesabu, lakini pia pamoja na kuhesabu yeye anafuta. Sasa anafutaje? Anafuta kwa kukujibu lile hitaji lako ulilo nalo. Naomba tuangalie kazi kadhaa ambazo maombi ya machozi yanafanya, au tuangalie kazi ambazo machozi yanafanya wakati wa maombi. Nini kinatokea mtu anapoomba kwa kulia? Nini kinatokea mtu anapojiachia, anapojimimina, anapoachilia bubujiko la Mungu ndani ya moyo wake mbele za Mungu ili Mungu aweze kumsaidia? Machozi yanaongea. Machozi yanaongea. Kuna wakati unaweza ukapitia jambo gumu sana, ukashindwa hata kutamka, ukashindwa hata kuzungumza, ukashindwa hata kusema kitu. Lakini wakati huo unashindwa kusema, moyo unazungumza mbele za Mungu. Moyo unaomba. Huenda unaomba faraja, huenda unaomba uponyaji, huenda unaomba Mungu akutetee, huenda unaomba Mungu akusaidie kwenye ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unapokuwa unalia, unapokuwa huwezi kutamka, unapokuwa huwezi kusema kitu, moyo unasema, lakini macho yanatoa machozi. Yale machozi yanayomiminika, yale machozi yanayotoka, yanazungumza kitu mbele za Mungu, yanaongea kitu kile ambacho moyo unatamka. Manake kinywa hakiwezi kutamka, lakini moyo unashirikiana na machozi kupeleka message ile ambayo unahitaji utendewe mbele za Mungu. Tuangalie neno la Mungu, kitabu cha Zaburi sura ya 39 mstari wa 12. Zaburi 39 mstari wa 12 tutasoma. Anasema, E Bwana, usikie maombi yangu, utege sikio lako niliapo, usinyamalie machozi yangu. Mtumishi wa Mungu Daudi anamwambia Mungu, usikie maombi yangu. Anamwambia Mungu, usinyamalie machozi yangu. Kama anasema usinyamalie machozi yangu, manake yale machozi kuna kitu yanaongea. Yale machozi kuna kitu yanatamka. Yale machozi kuna kitu yanaeleza mbele za Mungu. Yale machozi kuna maswali yanauliza mbele za Mungu. Mungu, kwa nini ninapita hapa? Mungu, kwa nini umeruhusu nipite? Mungu, siwezi kuvuka bila wewe. Mungu, siwezi kusogea bila wewe kuingilia kati. Kwa hiyo machozi yanaongea. Wakati kinywa hakiwezi kutamka, wakati kinywa hakiwezi kuongea, moyo wako utashirikiana na machozi kupeleka message yako kwa Mungu. Hili machozi yanarutubisha maombi yako. Machozi yanasimama kama booster. Mazao ukiyapanda katika ardhi iliyochoka, ukafika hatua ukaweka booster, maana yake ni mbolea ya kukuzia, au mbolea ya kukuzia, ndio, au inaweza kama mbolea ya kupandia. Yale machozi unapoyamimina, maana yake yale machozi yanafanya kazi ya kuboresha, yanafanya kazi ya kurutubisha. Kwa sababu gani? Ukiwa unaangalia kitabu cha Zaburi wakati tunasoma 126 mstari wa 5, anasema, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Wapandao kwa machozi, maana yake yale machozi yanasimama sasa kama booster. Na mtu anapoomba, anapanda mbegu kwenye shamba la Bwana. Anapopanda mbegu kwenye shamba la Bwana, maana yake anapokuja sasa kalia, yale machozi yanaenda kurutubisha maombi yake mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati unapoomba, lia. Wakati unapotafuta Mungu, wakati unapotoa machozi, Mungu anatazama machozi, Mungu anahesabu machozi, Mungu anakuja kufuta machozi, kwa sababu yale machozi yanaonyesha sana namna unahitaji msaada wa Mungu, yanaonyesha sana namna unamhitaji Mungu. Na unapolia tu bila kuomba, ukaenda mbele za Mungu na shida yako umeibeba, ukafika mbele za Mungu kalia, ukaondoka. Kuna wakati mwingine unaweza ukafika ukalia unalaumu, unaweza ukafika ukalia tu ukaondoka, hujasema kitu, moyo haujasema kitu. Ni sawa na chozi la samaki. Chozi la samaki baharini, hata ungelitafuta halionekani. Lakini unapoomba halafu ukalia, yale machozi yanakuwa yana nguvu sana mbele za Mungu katika kuelezea kile moyo unahitaji, lakini pia katika kurutubisha maombi yako, kurutubisha
kesho ifike hatua uweke mstari, ifike hatua uboreshe maombi yako, ifike hatua urudi kunyenyekea, urudi kutulia, urudi kulia. Mara nyingi tunalia sana kwa watu, mara nyingi tunalia sana kwa watumishi wa Mungu, mara nyingi tunapeleka haja zetu sana kwa watumishi wa Mungu, lakini pazia la hekalu lilipasuka. Kila mmoja anacho kibali, kila mmoja anayo nafasi mbele za Mungu kwenda kuomba, kwenda kulia, kwenda kumlilia Mungu na kumuita Mungu ili Mungu aweze kushuka kukutetea. Mpendwa, nikutie moyo kwamba usiombe maombi makavu kila siku. Usiombe maombi ya kifalme kila siku. Wengi tunapenda maombi ya kifalme. Tunaenda kanisani tumependeza, tunaenda kanisani tumejipodoa, hatutaki kububujika, hatutaki kumpa Roho Mtakatifu nafasi, hatutaki kumwachia Mungu afanye kila anataka kufanya ndani yetu. Ndio maana watu wengi wanakosa bubujiko, watu wengi wanahisi kulia ni kudhalilika, watu wengi wanahisi kulilia Mungu ataonyesha kwamba ana shida nyingi. Lakini Yesu Kristo mwenyewe alilia alipomkuta Lazaro amekufa, alilia, kalia sana, na Mungu wa mbinguni alisaidia, akashuka akamsaidia Lazaro akafufuka. Sasa kazi nyingine ya machozi kwenye maombi, au nguvu nyingine ya Mungu kwenye machozi, au nguvu nyingine ya Mungu inayopatikana kwenye maombi ya machozi. Manake machozi yanaeleza hali ya moyo wako mbele za Mungu. Machozi yanaeleza hali ya moyo wako mbele za Mungu. Ni kitu gani? Ni kitu gani moyo umebeba? Huenda unalia, moyo umebeba shukrani. Huenda unalia, moyo umebeba unahitaji msaada. Huenda unalia, moyo unahitaji kutiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Esta. Esta sura ya 8. Esta, tuangalie kitabu cha Esta sura ya 8 mstari wa 3 mpaka wa 4, lakini tutaangalia na mstari wa 7. Esta sura ya 8 mstari wa 3 mpaka wa 4, lakini tutaangalia pia mstari wa 7. Anasema, tena Esta akasema na mfalme mara ya pili, akaanguka miguuni pake, akamsihi kwa machozi aondoe madhara ya Hamani Mwagagi na shauri alilowafanyia Wayahudi. Ndipo mfalme alipomnyoshea Esta fimbo yake ya dhahabu. Basi Esta akaondoka akasimama mbele ya mfalme. Mstari wa 7 unasema, mfalme Ahasuero akamwambia Malkia Esta na Mordekai Myahudi kusema, tazama, nimekwisha kumpa Esta nyumba yake Hamani, naye mwenyewe wamekwisha kumtundika juu ya mti, kwa sababu aliwatia mikono Wayahudi. Hapa tunawaona wana wa Israeli, tunawaona Wayahudi wakiwa kule katika nchi ya mfalme Ahasuero. Hawa watu walikuwa wakipitia kipindi kigumu, lakini kafikia hatua wakaandikiwa kuuawa. Wakati ule Hamani ameandika waraka ukatiwa sahihi ili wana wa Israeli ili Wayahudi waliokuwa kule Babeli waweze kuuawa. Kilichofanyika ni nini? Esta aliagiza maombi, wakaenda wakaomba wana wa Israeli na yeye pamoja. Lakini hakuishia kuomba, alichukua hatua, akaenda kuonana na mfalme. Manake yale maombi yalimpa kibali, kapata kibali cha kusogea kwa mfalme kumweleza haja yake. Esta alipofika kwa mfalme, Biblia inasema akaanguka miguuni kwa mfalme. Alipoanguka alitoa machozi, akalia. Alipolia, ukisoma nyuma kidogo utamwona mfalme anamuuliza Esta, nini haja ya moyo wako? Maana yake moyo wa yale machozi ya Esta yalikuwa yakielezea jambo ambalo moyo wa Esta ulikuwa ukielezea. Yale machozi ya Esta yalikuwa yakielezea hali ya moyo wa Esta mbele ya mfalme. Maana yake yaliufunua moyo wa Esta mbele ya mfalme. Wana wa Israeli wakapata msaada wa Mungu. Wana wa Israeli wakapata neema. Hamani aliyekuwa ameandika waraka, yeye akauawa, yeye akatundikwa, yeye akapewa adhabu ile aliyekuwa amemwandalia Mordekai. Bwana Yesu asifiwe sana. Afikirie hitaji lako zaidi kuliko kawaida. Machozi yanamfanya Mungu afikirie hitaji lako zaidi kuliko kawaida. Unaweza ukaenda ukamwomba kitu kawaida,
ukamwomba mtu kitu kawaida, siku nyingine ukarudi, lakini siku ukienda kwa machozi, anaona kweli una uhitaji mkubwa. Sasa tunapoangalia kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 5 na wa 6, pale kutokana na muda pale utamwona mtumishi wa Mungu mfalme Hezekia muda wake wa kufa kuondoka duniani ulifika, lakini alichokifanya ndani yake alikuwa anasikia bado anahitaji kumtumikia Mungu. Biblia inasema alikuwa kitandani amelala, akageukia ukutani, akaanza kulia, akamwomba Mungu, akamkumbusha Mungu majira yote aliyomtumikia, akamkumbusha Mungu alivyoenda mbele za Mungu kwa ukamilifu, kwa sababu moja ya kazi ya machozi kwenye maombi ni kumfanya Mungu afikirie zaidi kuhusu hitaji lako, ni kumfanya Mungu aone umuhimu wa lile ombi ambalo unalihitaji au ambalo unaliomba mbele za Mungu. Biblia inasema Mungu akamtuma Isaya kwenda kumwambia Hezekia, amwambie hivi, nimesikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Mungu akaamua kumwongezea miaka 15 tena katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo machozi yana kazi kubwa. Machozi yana kazi kubwa sana mbele za Mungu. Ninachokuomba mpendwa, unapoomba usiombe kifarume. Unapoomba usiombe maombi ya kawaida. Unapoomba omba kwa kumaanisha, omba kwa kumhitaji Mungu. Omba